Alright, ujambo mtazamaji, ni matumaini yangu kuwa mahali popote ulipo mzima na ubuheri wa afya, na karibu katika taarifa za John Lee Samuel Brand Kenya. Iwapo ndio mara yako ya kwanza kujiunga kwenye channel hii, basi hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ili ukaweze kuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kupata taarifa zaidi kadri yanavyochipuka. Taarifa niliyokuletea hivi sasa ni taarifa kubwa ambapo muundaji wa maudhui maarufu humu nchini kupitia mtandao wa YouTube na ambaye pia ni mwanahabari anayefahamika kwa jina Presenter Kai afunga harusi rasmi. Picha hizo unazoziona kwenye skrini yako ni ya jinsi tu hali ilivyokuwa katika harusi hiyo. Presenter Kai anafahamika kupitia content zake mtandaoni ambazo amekuwa akitengeneza na kuziweka mtandaoni kupitia kwa kuwahoji watu mbalimbali humu nchini na hata kwa kuwavisha headphones ili kuweza kufanya nao challenge za nyimbo tofauti tofauti. Presenter Kai amefunga ndoa leo hii Jumamosi kupitia harusi ya kifahari na mpenziwe Diana Yegona ambaye pia alisomea uanahabari. Tamasha ambalo limefanyika katika kaunti ya Kilifi, eneo la Kitsoeni, kupitia kanisa la Sanctuary of Praise. Harusi hiyo imehudhuriwa na baadhi ya watu mashuhuri wakiwemo gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro pamoja na mbunge Peter Salasya, huku wakazi na mashabiki wake Kai wakijitokeza kwa wingi kushuhudia tukio hilo. Harusi hiyo ilikuwa ya kufana, huku mbwembwe na shangwe zikitanda eneo la Kitsoeni, kwani ni sherehe ambayo wamekuwa wakisubiri kwa hamu, jambo ambalo liliweza kuchangia hata utunzi wa wimbo wa bango na msanii mmoja Diana akiambiwa kuwa karibu Kitsoeni kwa kina Kai. Wimbo huo umeweza kutrend kwenye mtandao wa TikTok, wengi wakifanyia challenge. Hili limefanyika baada tu ya Kai kuandaa sherehe ndogo siku chache zilizopita katika kaunti ya Nakuru pamoja na mpenziwe Diana wakisubiri siku hii kuu ya leo. Hapa JSP Media tunasema pongezi kwenu Presenter Kai na Diana kwa harusi yenu, na tunawatakia safari njema ya ndoa na Jalali awaongoze na kuwalinda. Asante mtazamaji kwa kuitazama taarifa hii, na iwapo hujasubscribe basi hakikisha kwamba umeweza kusubscribe, kisha bonyeza hiyo notification bell ili tu punde nitakapoweka taarifa geni basi utakuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kupokea taarifa hizo. Asante.